Tuombeni. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Wewe umejaa utukufu na nguvu, umejaa mamlaka na hekima, Bwana wetu mfalme, na umetupa zote siweze kuwa pamoja nasi. Umetuelekeza katika maisha yetu kulingana na vile wewe upendavyo, na mamlaka yote ikawa ya kwamba wewe ndiye kibirio kwa mtu yeyote yule atakaye kuandamana pamoja nawe. Ukatupa kibali ndani yako, ndio kile kibali tuweze kukifuata, na wakati tunapokifuata kinatupa njia ya kuweza kutambua na kujua mapenzi yako salama na vyema. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu kazi yako mfalme imejisimamisha yenyewe, ni kwa sababu hakuna mkono wa mwanadamu unaweza simamisha kazi yako. Lakini wewe Bwana Jehova Jireh umejiinua wewe mwenyewe katika kazi yako, umeinua watumishi wako katika kazi yako, na ndio waweze kuifanya kulingana na vile wewe upendavyo. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Wewe ni Mungu na wewe ni mwenye haki. Ufalme wako wote Bwana Jehova Jireh wanena ukweli, na neema yako yote Bwana Jehova Jireh yasungumza uhai ndani ya mioyo yetu. Tunafurahia Bwana Jehova Jireh kuona nguvu na uwezo na mamlaka yale yatokao kwako Bwana Jehova Jireh, pasipo Bwana mfalme pingamizi zozote. Ni kwa sababu Bwana wewe wajijua vyema, na wewe watenda mambo yote kisawa sawa kwa mwanadamu. Ndiye mwanadamu yule uliyemuumba aweze kupokea kibali kila Bwana Jehova Jireh ulihakikisha kutoka mwanzo. Na kutukuza Bwana kwa sababu ya uponyaji wako ule umetuponya, na kushukuru Bwana ni kwa sababu ya msamaha wako wa dhambi ule umetupa. Na shukuru ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh ya ufalme ule Bwana Jehova Jireh unaotutawalia wa mbinguni, sio ufalme wa kikawaida, isipokuwa tu ni mwanadamu anaona kama ni kawaida. Pokea sifa Bwana Mungu wa utukufu. Wewe ulimtoa mwanao wa kipekee Kristo Yesu aje katika ulimwengu tulio ndani yake, ndio atupe nafasi na kibali kikuu cha kuitwa wana wa Mungu na kupokea ahadi ile Bwana Yesu Kristo aliyoipokea kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Ninashukuru sana ni kwa sababu ya baraka za kila aina zile Bwana tumebarikiwa nazo katika ulimwengu wa kiroho. Ninashukuru Bwana Jehova Jireh ni kwa sababu ya kuitwa na kuchaguliwa na kuitwa Bwana Jehova Jireh waaminifu na watakatifu, na tukafanywa Bwana Jehova Jireh wakamilifu katika mbele yako mfalme, katika uwezo wote na nguvu zote. Wewe ni mfalme wetu na Mungu wetu. Wewe ni Mungu usiyeshindwa kamwe, na kila jambo Bwana Jehova Jireh unalolitimiza walitimiza kwa pendo Bwana Jehova Jireh. Ni kwa sababu ndani yako wewe ni pendo, wewe ni nguvu, wewe ni mamlaka, wewe ni kila kitu kile Bwana kinachohitajika na mwanadamu hapa ulimwenguni. Twakuinua neno lako libere yetu, na kataa kila nguvu zote Bwana ziinukao juu ya neno lako, na kulipinga neno lako ndio lisiweze kufikia watu na lisiweze kuwa msaada ndani ya mioyo ya watu. Na kataa Bwana Jehova Jireh nguvu zote zinazoinuka juu ya mapenzi yako ndani yetu Bwana Jehova Jireh. Ninanena utukufu na nguvu na mamlaka yale Bwana Jehova Jireh umetukirimia kutoka mwanzo, na ndio iweze kuwa katika utawala wote katika maisha yetu. Na kushukuru Bwana wetu Yesu Kristo ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh wale wote umejichagulia na umejiitia wote Bwana Jehova Jireh wako na imani ile Bwana mfalme itoshao kutenda mambo makubwa na kufungua njia zote, na hata Bwana Jehova Jireh kukafanyika miujiza na ishara katika maisha yetu Bwana Jehova Jireh. Asante Mungu wangu na Baba yangu, wewe usioshindwa kamwe Bwana. Ninakuinua nikiomba baraka juu ya watu hawa, nikiwaombea Bwana ukamilifu wote wako Bwana Jehova Jireh wa kiroho uweze Bwana Jehova Jireh kuonekana na kusikika ndani ya mioyo yao. Wakifungua midomo yao wacha wanene utukufu, wakifungua midomo yao wacha wanene ukweli, wakifungua midomo yao Bwana Jehova Jireh wacha wanene tu mambo ya ufalme ule Bwana Jehova Jireh mahali pale walitoka. Asante Mungu wetu na Baba wetu, ni kwa sababu umetubarikia nyumba zetu Bwana, umetubarikia watoto wetu, umetubarikia waume na hata wake. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh wewe hauna kipendele
leo. Wewe watenda kazi yako Bwana kulingana na vile wewe Bwana Jehova Jireh unaona ndivyo kulivyo vyema. Ribo sheke mataramba boria bayanda. Umetubariki kazi, umebariki kazi ya mikono yetu, na umebariki Bwana Jehova Jireh chakula chetu na hata maji tunayoyakunywa. Katika uwezo wako Bwana na mamlaka yako, sisi tumepokea afya mwilini na tumepokea ukweli ule Bwana Jehova Jireh hauwezi pindwa hata kidogo na mwanadamu aliye katika ulimwengu tulio ndani yake. Pokea sifa Bwana mtakatifu. Ninabariki Wedani TV kwa na watu wote wale walio ndani yake, wale wote Bwana watufuatao wakati wowote tunapohubiri, wakati wowote tunaponena Bwana, wanatusukuma Bwana Jehova Jireh kwa mapenzi Bwana Jehova Mfalme, ndio waweze kufikia wengine. Wale wanaosikiliza wakati tunapohubiri, nao wanaepeleka neno lako mahali popote pale linalohitajika. Wale wanaoombea hii kazi iendelee Bwana, ile miaka tumekaa katika nafasi hii ya Wendani, ninashukuru jina lako Bwana, ninawabariki na ninawainua Bwana Mfalme Jehova Jireh. Yale yote ama kukiwa na hali yoyote imeinuka katika maisha yao, ninawaombea Bwana Jehova Jireh wakaweza kuishinda katika jina lako Yesu Kristo. Kila hali yoyote imeinuka ya magonjwa ama Bwana Jehova Jireh ya maradhi ya uchungu ama Bwana Jehova Jireh ya vita za rohoni wala vita yoyote ile itokao katika familia, ninawaombea ushindi Bwana Jehova Jireh, na ndio waweze Bwana Mfalme kuendelea na kuihubiri injili na kutazama Bwana Jehova Jireh mioyo ya watu wengi na kuiombea katika jina lako Yesu Kristo. Ninaomba Bwana wakati huu tunapohubiri Bwana, mioyo ya watu wengi Bwana Mfalme ipokee hili neno, na wakati linapopokea Bwana litamani Bwana Jehova Jireh kulisambazia watu wengine, kulinena na watu wengine, na ndio watu wengine nao Bwana waweze kujua siri iliyo ndani ya msalaba wa Kristo Yesu, kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake, na kumalizia kusema ya kwamba dhambi zao na uwazi wao hazitakumbukwa tena milele na milele. Ninakutukuza Bwana wetu Yesu Kristo, na ninakuinua wewe Bwana utendaye haki na utendaye mambo yote kulingana na vile upendavyo, kwa uwezo wote na kwa utukufu wote. Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ndio pendo letu Bwana, na wewe ndiye imani yetu Mfalme, wewe ndiye biguni yetu Mfalme. Ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh hatuna mwingine tegemeo na hatuna mwingine tutazamia ila tu ni wewe Bwana wetu Yesu Kristo, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen. Tunanena tukisema ya kwamba kifo cha Yesu Kristo kilileta mabadiliko makubwa sana, ndio kilikuja kufikisha yale yote yaliyoko bereni ikakoma. Yale yote yaliyoko bereni ilikoma kwa sababu ya nini? Ya kifo cha Yesu. Sababu yale yote yalikuwako nyakati hizo haikuwa na uwezo na haikuwa na nguvu, kama vile Roman 8 mstari wa 2 na 3 inasema haikuwa na uwezo, ilishindwa, ililemewa kutimiza mapenzi ya Mungu kulingana na vile ilikuwa inavyohitajika. Kwa hivyo tunanena kuhusu kazi ya Bwana iliyo na utukufu mkuu. Wakati kama huu tunahubiri yale Yesu aliyoifanya. Kuna mambo Yesu aliyoifanya, kuna matendo Yesu aliyoyatenda, kuna ufalme Yesu aliyoonyeshana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo ni kwa neema sisi tunanena uzima, ni kwa neema sisi twanena ukweli wa Bwana. Haleluya. Wacheni tuingie katika neno, nalo neno litakuwa msaada kwa watu wengi. Mark 16 ini part 3. Mark 16 16:15. 16:15. Pasipo kutabua mambo haya hauwezi jua kwa nini Yesu alikuja ulimwenguni. Hallelujah. 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Go ye
into all the world and preach the gospel to every creature. Akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mukaihubiri injili kwa kila kiumbe. Bwana asifiwe. Wakati Yesu alipokuja katika ulimwengu, hakutaka injili iweze kufungiliwa hata kidogo. Hakutaka watu waweze kujua wao ndio wanajihubiria wenyewe. Injili iliacha kufanyika kuwa ya society fulani. Injili ilifanyika kuwa ya watu wote. Na tunakumbuka pale juu wakati tulikuwa tunasoma Matthew 28 from 18. Ilikuwa na Matthew 18. Ilikuwa inasema ya kwamba from 18 to 20. Ati enendeni muwahubirie kulingana na vile nimesha wafundisha nyinyi. Nakumbuka nikinena hayo mambo juzi. Mwende muwahubirie yote yale nimemwambia. Bwana asifiwe. Yesu alitumana waende wahubiri kulingana na kile amehubiri, si kulingana na kile wamesikia kutoka kwa watu wengine, sio kulingana na kile wanavyokiona, na sio kulingana na vile mioyo yao inataka. Alinena akasema ya kwamba mhubiri kulingana na vile mimi mwenyewe nimemhubiria. Goye akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mukaihubiri injili kama kwa kila kiumbe. Number 16. He that believed and is baptized, he that believed and is baptized shall be saved. Kwa hivyo la hapa kuna kitu nilitabua. Kuhubiriwa unaweza hubiriwa. Kuhubiriwa utahubiriwa. Na ukweli watu wengi wako chini ya mahubiri. Watu wengi wamesikiliza mahubiri. Lakini kuna shida moja. Watu wanasikia mahubiri, watu wanahubiriwa vizuri sana. Hatuwezi sema wahubiri wote wanahubiri kitu moja. Kuna wahubiri wanahubiri injili ya Kristo. Kuna watumishi wa Bwana wanajua mwito wao kikamilifu na kuhubiri injili itokanao na Kristo. Lakini wale watu nahubiriwa, sio mtumishi yule anakuhubiria atakupeleka katika ufalme wa mbinguni. Hiyo ni kitu moja nilitambua na mstari huu. Sio mtumishi yule anakuhubiria atakuokoa. Hata akikuita otako, wacha nikuambie, hata akikuita otako, kama hujatimiza jambo liko pale, hautaokoka. Hata akikuita otako akuwekele mkono na akumwagie mafuta na kuombee sana, hautaokoka. Lakini wakati ule utatambua mambo mengine imefichwa ndani ya maandiko, wakati huo ndio utaokolewa. Wakati huo ndio utapokea moyo wa Mungu katika wokovu wa Kristo Yesu na kupokea neema iliyo ndani yake kwa uwezo wote na kwa mamlaka. Na utajikuta ya kwamba umeupokea ufalme ule umekuwa wako. Na kusema umeupokea ufalme na ule ufalme umekuwa wako ni kumpokea Kristo ndani ya moyo wako. Na wakati unapompokea Kristo ndani ya moyo wako, umempokea Mungu mwenyewe na hata Roho Mtakatifu. Wote wanakuja katika maisha yako, wanatengeneza kituo, wanafanyia kazi ndani yako. Hivyo ndivyo kitabu ya John inatuambia. Bwana asifiwe. Ati anasema ya kwamba Kiingereza, ati he that believeth and is baptized shall be saved. Neno lile la muhimu sana mahali hapa ni believeth. Yeyote yule atakaye amini, yeyote yule aaminie, uria wothe ogwetekia na afatithio. Kwa ifatithio ni gwekatia
na agaruruke. Yeyote yule atasikia, jambo la kwanza, aamini, abadilike, haleluya, ndio kubatizwa, haleluya, ataokolewa. Kwa hivyo kuna jambo nilitambua, pasta hawezi kukuokoa hata akikuombea maombi magapi, hata akikwambia kuja hapa uokoke. Hauwezi okoka kama sio wewe umeamua. Ni kama vile hauwezi ponywa magonjwa kama wewe mwenyewe haujaamini kupitia kuponywa, kupitia uponyaji. Sababu uponyaji ni wa kibinafsi. Namna gani? Kulisikia neno, kuliamini neno na kuponywa, kupokea uponyaji. Watu wengi wanafikiria kwa sababu wameombewa, kwa sababu pasta ameomba mimi nimepona. Nakwambia haujapona kama haujaamini neno. Na ndio unaona unaweza ombea mtu leo, saa ingine unakuta wale watu wanakuja katika altar call, ama wanakuja kukwambia ninataka kukuona. Wanazungumzia tu juu ya mambo yale waliokuwa nayo juzi na uliwaombea. Na ndio unaona watu kila wakati wanataka tu kuombewa, kwa sababu hata kama wanasema wameponywa, hawajaamini ule uponyaji kulipitia neno la Bwana. Sababu wakati neno la Bwana linapoingia ndani yetu, lile neno ndio linasababisha uponyaji ndani yetu. Uponyaji haupatikani kwa kuenda kanisa. Uponyaji haupatikani kwa sababu ya kukula mesa ama kukunywa divai ama kufanya mambo yale mengine yote unafikiria. Uponyaji, miujiza na maishara ndio iweze kufanyika ndani yetu, ni lazima kuwe na neno ninalo liamini. Haleluya. Ndio wakati linapoingia ndani yangu, pole pole linaenda likinifungua. Neno la Bwana ni dawa ndani ya maisha yetu. Neno la Bwana wakati tunapoliamini ni dawa ndani ya maisha yetu. Unakuta mtu ameombewa na anasema ukweli ameponywa, lakini baada ya mwaka unakuta ule ugonjwa umerudi. Kwa nini? Kwa sababu saa ingine alirudia, yani kuna jambo alikuwa anatakiwa. Wengine ninaona wanaombewa na wanaendelea tu kuwa katika wheelchair. Na wakati unasema nimeponywa, ni kufanya jambo lile haukuwa unafanya hapo bereni. Kusema nimeponywa ni kuchukua hatua ya kutenda jambo lile nilikuwa sifanyi, sasa ninaanza kulifanya. Lile lilikuwa limesababishwa na hali ile nilikuwa ndani yake. Kama sikuwa ninainua mkono nikisema nimeponywa, ni nafasi yangu sasa kuinua mkono, haleluya, na kuifanyisha kazi. Kama ni mgongo ulikuwa unaniuma na nimesema nimepokea uponyaji, ni wakati wa kuinama na kuinuka na kufanya kazi ile singekuwa ninafanya kupitia ule mgongo. Yesu alileta mabadiliko makubwa. Yesu alifanya yule mwanamke alikuwa anatokwa na damu miaka yake yote 12. Ugonjwa ulikuwa unafanana na wa kansa. Akaweza kumponya mara moja na chemichemi cha damu kikafunga. Kwa nini? Sababu yule mwanamke ndiye alijiamulia kusema nini? Nikiguza kipinde chake cha nguo yake nitaponywa. Nikiguza kipinde cha nguo yake, yeye mwenyewe akaamini. Yeye mwenyewe akatafakari hiyo jambo. Si Yesu alimtafakari juu yake. Hata Yesu hakujua akienda kumguza. Alitafakari yeye. Baada ya kutafakari na kuamini ya kwamba akiguza hiyo kipinde atafanya nini? Ataponywa.
Wakati alisikia Yesu anapitia karibu, alitoka na kwenda pasipo Yesu kujua na pasipo watu kuelewa kwa nini huyu mwanamke ako na harakati za kutaka kwenda kule mbele Yesu alipo. Akaguza ile nguo, akapokea imani ya Kristo Yesu wakati Kristo alikuwa anapohubiri. Akapokea sehemu ya neno ndani ya Yesu akiongea, Yesu akihubiri, akapokea sehemu ya neno. Na wakati alipopokea hilo sehemu ya neno, yule mwanamke akaponywa. Bwana asifiwe. Kipinde sehemu ya neno, wakati alipoamini yale Yesu alikuwa anayoyanena, aliponywa. Bwana asifiwe. Sio ya kwamba hata ni yeye atakuaminia, sio ya kwamba ni mtu mwingine atakuamini. Ni wewe uamini neno, ulisome neno, ulisikie neno, uliamini neno. Bwana asifiwe. Ndio liweze kutenda kazi ndani yako. Wakati Yesu alipokuja, anasema ya kwamba aaminie na kubatizwa ataokoka. Aaminie, sio yule ataaminiwa. Ni aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Asiyeamini, hata kama ako miongoni mwa wale wameamini, hata kama wako katika kanisa moja, yule hataamini atahukumiwa. Atakufa tu na dhambi, atakufa tu na shida yake, akiwa ameishikilia usiku na mchana. Kazi ya mtumishi ni nini? Kazi ya mtumishi ni kukupatia direction ya vile, njia ya vile utakapoamini neno la Bwana na liweze kufanya kazi ndani yako. Bwana asifiwe. Number 17. And those signs shall follow them that believe. At the signs and wonders zitafuata wale watakaoamini. Kwa hivyo kama wewe haujaamini, miujiza na maishara haiwezi onekana katika maisha yako. Signs, maishara ya kazi ya Kristo ndani yako, maishara ya uponyaji, maishara ya miracles haitaonekana ndani yako. Lakini yeyote yule atakaye amini neno la Bwana, jambo la kwanza kuamini. And those signs shall follow them that believe in my name, that believed in my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues. Wakati unapopokea neno hilo la Bwana na kuliamini, unaokolewa. Jambo la kwanza. Baada ya kuokolewa, nawe utatembea kwa sababu ya ile imani iliyo ndani yako. Utatembea na miujiza, utatembea na ule uponyaji, mpaka wewe utaponya watu wengi, sababu wewe umefanyika kuwa uponyaji. Wewe umefanyika kuwa mfanyikazi pamoja na Kristo, sababu umemwamini. Utamhubiri mahali popote, utampeana kila mahali, sababu umeshamtambua, umeshamjua. Bwana asifiwe. Haleluya. Na utaweza kufukuza mapepo. Kwa hivyo hakuna mtu yeyote yule ameamini Kristo, yeye ndiye atafanya kazi ile kamilifu na kazi ile ya Mungu inayofanyika katika maisha yetu eternally. Bwana asifiwe. Wewe ndiye unafungua mwanadamu katika madhambi zake milele.
Wakati unapomhubiria naye anaamini kazi ya Kristo na anaamini lile neno na kutembea na lile neno na kulifanya lile neno, huyo mtu umilele wake amefunguliwa. Hana tena nafasi ya kuitwa mwenye dhambi. Hana tena nafasi ya kufanya dhambi, sababu Kristo ameingia ndani yake. Haleluya. Wewe unaotembea na zile signs, utaweza kufukuza mapepo kulingana na neno, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Huyu mtu ataweza kukomesha kila aina yote ya mapepo, sababu ni mwaminio, sababu yuna neno ndani yake, sababu ameamini kazi ya Kristo Yesu, sababu aliyefanya hiyo kazi yu ndani yake, amempokea. Kwa hivyo magonjwa yote atakapo yakemea ndani yake haitarudi. Haleluya. Yale yote, yani atakuwa yeye ni, yani atakuwa yeye ndani yake, katika nyama zake, katika damu yake, katika mifupa yake. Kunena kwake anena uponyaji. Ugonjwa ukiingia ndani yake unakuta dawa. Dawa ni nini? Neno la Bwana. Wakati neno linapokaa ndani yetu, magonjwa haitakosa kuja, hata itakuja sana ndio iweze kukujaribu. Shetani aweze kukujaribu na kukuonyesha ni kama sio vile unafikiria. Lakini wakati tu magonjwa inapokuja, mara moja yale magonjwa unakuta ile dawa iliyo ndani yako inaitwa the word of Christ. Inakutana na ile magonjwa kabla haijakuumisha, kabla haijakuua, kabla haijakufanya kulala katika kitanda, sababu aliye ndani yako ako na uwezo na nguvu na mamlaka kuliko yule aliye nje. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwathani arogocwo. Ni wega kiugo kia Ngai guikara thiini waku, tondu kiugo kiu kia Ngai wona giikara thiini waku kirerutaga wira wakio hindi iria yothe, hindi iria yothe mucukani arenda kwionania na guthamaka thiini waku. Na kio kiugo kia Ngai giikaraga hindi ciothe kimuoheirie, tondu gutiri ungi gutho aingi oka. Biblia inasema ya kwamba shetani hakuji kwa sababu ya sababu yoyote ile. Anakuja kwa sababu ya kuua, kuharibu. Bwana asifiwe. Bwana mwathani arogocwo. Na kuiba. Anakuja aibe moyo wako, aharibu moyo wako, baadaye akuue. Hakujagi kukuua mara moja. Anakuja anakuelekeza katika pombe. Anaiba moyo wako, anaweka akili zake za ulevi ndani yako. Na wewe wakati unatazama hivi, unaona yenyewe kadoka mara moja si vibaya. Kachipaka moja si vibaya. Unaendelea hivyo. Anaiba moyo wako, anautia mawazo yake. Haya yote Yesu alikuja kutujulisha, akaleta mabadiliko katika ulimwengu, ndio watu waweze kujua njia za yule muovu, hila zake, mapenzi yake yeye Shetani ni kuimba, kuharibu na hata kuua. Anakuharibu, anakuharibia nyumba, sababu alipata nafasi tu kidogo ya kutaka ati. Kwa hivyo wale walio na neno la Bwana ndani yao na wale waaminio kazi ya Kristo, wakaliamini neno ndani yao, hao ndio watatembea na maishara, na tena wataongea katika lugha. Bwana asifiwe. Haleluya.
They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Ati watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha, hakita wadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Bwana asifiwe. Wale walio na zile ishara, wale wamepokea zile ishara, watafanya mambo makubwa. Wataombea wagonjwa na wagonjwa wataponywa. Watakanyanga nyoka, watakunywa sumu, lakini haitawadhuru. Kwa nini? Sababu ndani yao kuna dawa inaitwa the word of God, na wameiamini katika kazi yake, haitawadhuru kamwe. Na wale wote watawekelea mikono wawaombee, wataponywa. Au ndio watu wale watatembea na miujiza na maishara, sababu ya kuamini Kristo, kazi ya Mungu kumpitia Kristo. Sio wote, lakini mjue na muelewe, ulimwengu uko na watu aina mbili. Kuna mtu aliye ndani ya kazi ya Kristo na kuihubiri neno la Bwana kumpitia Kristo, na kuna wao, yes, wanafanya miujiza na maishara na yanaonekana ikiwa na nguvu sana, lakini sio kumpitia Bwana wala kazi ya Kristo wala kumwamini Kristo, hata kama wanamtaja, lakini nguvu wanazozitumia ni nguvu kutoka katika ugeni, ni nguvu haitokao katika ndani ya Kristo Yesu. Ni mambo isiyoongozwa na neno la Bwana. Watenda kazi zao wenyewe, wanena mambo yao wenyewe, wafungua watu wao na nguvu zao. Wawataka watu waweze kuwatambua na wanafanya watu waweze kuwaelewa kupitia kazi zao. Nao hapa mtu huyu mwingine atambua kazi ya Kristo kupitia neno la Bwana na kuamini ya kwamba yule aliyetumwa, yeye ndiye ninafaa kufuata na kusikiliza na kuamini. Kwa hivyo usifikirie miujiza na maishara inafanywa na mtu tu wa Kristo. Inafanywa na nani? Kazi ya Kristo inafanywa na mtu anayeamini Kristo na kazi yake. Mtu aliye na mamlaka kutoka kwa Kristo na mamlaka ya neno la Bwana, yote yule ameliamini. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogosho. Ya. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Walio ndani ya Kristo watafanya kazi yote ile Kristo aliyoifanya, wataikamilisha kama vile yeye alivyoifanya. Yesu akaleta mabadiliko yote katika ulimwengu. Watu wa zamani walikuwa wanaponywa, lakini hawakuwa wanapokea etano ndani yao. Kulikuwa na uponyaji, kulikuwa na maishara, kulikuwa na miujiza. Hata ile Musa alifanya ilikuwa tu miujiza, lakini haikuwa etano. Yesu ndiye alikuja na eternity, ndio watu wote waweze kupokea eternal life kumpitia yeye. Yeye ndiye alitangulia na mambo yale yaliyokuwa na uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote
katika eternity. Katika ule mstari tunaoendelea kusoma ni mstari wa 19. So then, Mark 16:19. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up unto heaven and sat on the right hand of God. Ate basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Baada ya Yesu Kristo kunena na wao, alichukuliwa juu mbinguni. Wakati Yesu alipomaliza kazi katika ulimwengu, alifanya nini? Wakati alipomaliza kuwanenea na kuwafundisha na kuwaelekeza na kuwatuma, naye akafa. Na wakati alipokufa, aliwaachia kazi ya kufanya katika ulimwengu. Yesu akafa. Wakati tu aliwatuma, alimaliza, aliwatuma, aliwaelekeza. Wakati tu ndio akufe, alikuwa amemaliza kazi yote ya kuwatuma na kuwaelekeza na kuambia vile watakapoifanya kazi yake na vile watakapofanya kazi miongoni mwa watu. Kwa hivyo hakuacha kama hawajui. Alitenda kazi yote na ikawa kamili. Nao wakaachwa wakiifanya na wakafanya kikamilifu kama vile Mungu alivyohitaji iweze kufanya. Na ndio siku ya leo tunanena kuhusu kazi ya Kristo. Hatuneni kuhusu sheria ya Musa. Sheria ya Musa ilikuwa dhibitisho ya kwamba wakati tunapofanya dhambi tunatambua tumefanya dhambi. Lakini haikuwa imekuja ndio tuifanye. Ilikuja kutujulisha katika kitabu ya Roman 3. Ilikuja kutujulisha ya kwamba tumefanya dhambi. Lakini watu wengi wameelekezwa katika kufanya sheria, kutimiza sheria. Hakuna mwenye mwili awezaye kuyatimiza sheria hata mmoja. Sheria ni ya rohoni na sisi ni wa mwilini. Na ndio unaona hata mambo ya rohoni, hata kupokea uzima wa milele, sisi hatungeweza kupokea. Hata mababa wetu wa zamani hawakuweza kupokea. Yesu alikuja akafanya sisi tuweze kupokea ule uzima. Na si kwa kazi zetu sisi, ila ni yeye alikuja na uzima, akawa uzima katika maisha yetu. Yeye akafanyika kuwa uzima. Yeye akafanyika kuwa mbinguni yetu. Ndio kila mmoja wetu atakaye amini kazi hiyo ya Kristo aweze kupokea uzima wa milele katika kuamini kwake. Bwana asifiwe. Wokovu wangu si mimi niliweza kujiokoa. Ni kuamini, niliamini kazi ile yeye ama mambo yale yeye aliyoyasema. Kama hangekuwako singejua na singesikia na singeamini. Lakini kwa sababu alikuja na akatangulia kuyafanya hiyo kazi yake, na wakati alipotangulia na kuifanya, akafanya mimi nami niweze kuifuata. Na wakati nilipoifuata, nikapokea moyo wake. Wakati nilipoifuata, nikatimiza mapenzi yake. Wakati nilipotimiza mapenzi yake, nikapokea uzima wa umilele. Wakati nilipopokea uzima wa umilele, niliweza kukaa pamoja naye Kristo katika mkono wa kulia wa Baba. Oh, haleluya. Bwana asifiwe. Haya yote ni neno. Na Biblia inasema ya kwamba mahali pale tunasoma, basi Bwana Yesu baada ya kusema nao akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Mahali pale alipo katika mkono wa kuume, wale wote wameamini kifo chake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake, wakafa pamoja naye, wakazikwa pamoja naye na wakafufuka pamoja naye. Hao watu wamezaliwa tena mara ya pili kupitia kifo cha Yesu. Na kuzaliwa mara ya pili ni kuonyesha ya kwamba Roho wa Mungu yule aliye ndani yangu, moyo wangu umebadilika. Moyo wangu umebadilishwa. Nimebatizwa. Kubatizwa ni kuzaliwa tena.
Nimebatizwa mara ya pili. Nimebatizwa na Roho Mtakatifu. Nimebatizwa ndani ya Holy Ghost. Nimepokea Roho Mtakatifu, Holy Ghost. Na kupokea Roho Mtakatifu ni kusema ya kwamba sasa mimi na Kristo tumekuwa mmoja. Na tukiwa mmoja ndani ya Kristo, mahali pale Kristo alipo, hapo ndipo nipo. Mahali pale alipo katika mkono wa kulia wa Bwana, katika kitabu ya Ephesians 2, hapo ndipo niko. Katika maisha yangu ya rohoni, mimi na Kristo tumefanyika kuwa mmoja. Alileta mabadiliko makubwa sana. Mwanadamu na Mungu walikuwa hawaambatani, walikuwa hawapatani, walikuwa wamekuwa divided. Lakini wakati Kristo alipokuja, alikuja akafanya mwanadamu na Mungu kuwa mmoja. Wacha tusome mstari wa 20. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Hallelujah. Wanaoamini na walioamini ndio waliweza kwenda na kufanya kazi ya Bwana kulingana na vile Mungu alivyotaka. Kiswahili. Nao wale wakatoka. Tumeona wakati Yesu alimaliza kuwanenea na kuwaongoza na kufanya yale yote, yeye alikufa. Yeye aliondoka, alichukuliwa akaenda mbinguni. Hiyo ni kufa kwake na kuzikwa na kufufuka. Yes. Nao mitume kwa sababu ya kuamini huyo Christ na kazi ile aliwafundisha na kuamini kifo chake, nao wakatoka. Biblia inasema nao wale wakatoka wakahubiri kote kote. Walihubiri everywhere. Tigo gwe tukora na tukanitha tuikarite thiini. Aya mathire thi yothe. Hawakuwa ate huyu ni wangu na huyu ni wako. Walihubiria watu wote. Walizunguka ulimwengu mzima. Wakahubiria watu vile nasi tunafaa kufanya. Vile tunafaa kufanya. Kuhubiria watu wote bila kuchagua. Bila kujua ni mzungu wala ni Mwafrika. Bwana asifiwe. Tuweze kupeana neema kwa kila mmoja kama vile Kristo Yesu alipeana neema kwa mitume, na baada yake kuondoka aliwatuma nao wakaenda kama vile alivyoenda vijijini na manyumbani, mataon, kama vile alihubiri, nao wakatoka wakafanya exactly kama vile Christ alikuwa anafanya, na wakafikishia watu wengi sana neema hiyo, nao watu wakaokolewa na wakageuka. Nao wale wakatoka wakahubiri kote kote, Bwana akitenda kazi pamoja nao. Kwa hivyo wakati walikuwa wanazunguka wakihubiri, naye Bwana alikuwa hakikisho ya kwamba kazi yake inafanyika vyema. Kwa hivyo aliwaambia, nitakuwa na nyinyi mpaka mwisho wa dahari. Katika Mathayo 28, mpaka mwisho wa dahari nitakuwa pamoja nanyi. Nayo inasema ya kwamba akawa wakati wanapotenda ile kazi alikuwa pamoja nao na kulithibitisha lile neno kwa ishara. Kwa hivyo kazi yake Yesu ni kudhibitisha kazi yoyote inayofanyika kupitia kuamini neno lake na kazi zake. Kazi yake akiwa pale ni kudhibitisha lile neno mulalo linena. Kazi yake inafanyika kwa ukweli na kwa haki, ndio watu wote waweze kuamini na kugeuka. Ndio jambo lile tunafaa kulifanya leo. Ndio lile jambo tunafaa kuwa tunatembea nalo mahali popote tunapotembea. Tukiwa kazini tunazozifanya, tuna watu tunaweza hubiria.
tukiwa katika mikutano ya hadhara, na huko manyumbani, na huko vijijini, ukitembelea marafiki, kuna neno la kuambia linaohusu kazi ya Kristo, linaohusu mapenzi ya Mungu. Sio tu mambo ya kikawaida, sio tu biashara, sio tu mateso yale unapitia. Hata wakati tunapozungumzia mateso juu sana, hapo ndipo inaendelea ikijiongezea, sababu shetani anafurahia sana wakati anainuliwa. Wakati tunapoinua magonjwa ndani yetu, ati saa yote tunataka tuna complain juu ya mateso tunayoipitia. Tunataka kuisimulia sana. Nilitoka, nilikojeka, nikawa hivi, daktari akasema hivi, ikawa vile, ikawa baba mambo kama yale yote. Na wacha nikwambie, hiyo haina msingi wowote, na kuyanena hayo yote ndio watu waweze kuwa na pity on you, wakuhurumie na wasikie kabisa unapitianga. Na kuambia mtu wa Mungu, hiyo haiwezi kukuponya. Uponyaji ni nini? Uponyaji ni ukae chini, usikilize neno, ukubali one on one, ufundishwe neno. Neno lile utafundishwa la uponyaji litakuponya. Lakini hata ukishida, ninaonanga watu wanakuja kama Rastia, mtu fulani alikuja kwangu akaniambia, pastor, nataka nikuambie. Yani akaanza hadithi, akaongea masaa mawili yakakwisha. Nikienda kumwambia sasa, inahitaji yale yote umeanena tuweze kulisoma neno. Akaniambia, wacha kwanza neno, wacha nikuambie, mimi nimeshapitia. Masaa ilikwisha kama sijanena neno. Wacha nikuambie, lile neno nilikuwa ninafaa niweze kushare na yeye, sikuweza kushare na yeye, sababu wakati alimaliza kunena mambo yake, aliniambia hata nilikuwa nimeacha watu kwa nyumba. Anafikiria kuniambia tu kumetosha, anafikiria ombi nitaomba juu yake litatosha. Lakini Biblia inasema kusikia na kuamini, kusikia na kuamini. Na si pastor anakuaminia yeye. Pastor kazi yake ni kukunenea. Baada ya kukuhubiria, wewe uamini. Baada ya wewe kuamini, enda na uponyaji wako. Haleluya, Bwana asifiwe. Hadithi. Watu wengi wanataka watumishi wawahurumie, wananena kila kitu. Vita katika manyumba yao wanaiba kama wibo. Mateso ya kila aina yani ndio uhurumiwe, ndio uonekane wewe kweli umeteswa, unateseka. Hiyo yote haiwezi leta amani, na haiwezi ponya nyumba, haiwezi ponya watoto, haiwezi ponya maisha yako ya rohoni, na hata nyumba. Bwana anasema asipojenga nyumba, wajengao wafanya kazi bure. Bwana, unajua si Mungu atakuja kwako akae kwako, lakini ni wewe utaliamini neno, umwamini yeye katika neno. Na wakati utakapomwamini katika neno, hapo ndipo nyumba yako itakaposimamia. Hapo ndipo watoto wako wataweza kugeukia. Bwana asifiwe. Hapo ndipo watu wengi utakapowahubiria, hata wakati watakapo kuacha, hakuna wakati watasahau na wewe. Watajua kuna msingi niliwekwa ndani yangu, hata kama kulienda vile kumeenda. Yes! Wataimba wimbo wako hata wakati wako chini ya mamlaka mengine, sababu kile ulipanda uzima ndani yao, ulipanda ukweli ndani yao. Yesu akapanda ukweli ndani ya mitume. Wakati wowote ule mitume waliweza kutoka na kwenda, walihubiri juu ya
ufalme wa mbinguni. Hawakuhubiri juu ya kitu kingine chochote. Walihubiri juu ya kingdom gospel, ile inayohusu kingdom of God. Hallelujah. Watu wengi wanataka hadithi. Nasi watumishi tunatakaga kusikia sana. Mimi sijui hiyo sikio. Mbeleni nilikuwa nataka kusikia, lakini mimi sijui hiyo sikio lilienda wapi. Sijui sikio hilo lilienda wapi. Na vile watu wanatakaga kuongea mambo yale yani kitu chochote kikitukia, badala ya ukae chini usikilize neno, badala ya uende uhitaji mtumishi wa Bwana mkae chini anenee moyo wako na ukubali anenee moyo wako mwenyewe. Ukubali anenee moyo wako, na si unenee kulingana na vile unataka, au unenee kulingana na vile Mungu anataka. Usiende na nini majibu yako, na usiende na jambo lile unataka. Wewe kaa chini kama ni unataka kukaa chini na mtumishi. Mitume walikaa chini na Yesu, waliongozwa na Yesu, walifundishwa na Yesu, walitumwa na Yesu, walifanya kazi ya Yesu. Na tena yeye ndiye alikuwa amewachagua. Wewe umechaguliwa, wewe unanisikiliza, na ndio uko hapo. Najua ujue kama vile wewe umechaguliwa. Hata huyo mwingine anisikii, amechaguliwa, lakini masikio yake iko kwa mtumishi mwingine. Hata yeye atamjenga na atamfikisha kulingana na vile Mungu anavyotaka. Na mwito wako na mwito wangu ni mmoja, sababu tuhubiri Mungu mmoja. Ulimwengu unahitaji wote uhubiri Christ, kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake. Na wakati tutakapohubiri hiyo injili, ulimwengu wote utageuka, makanisa yatageuka. Watu hawatachoka tena ni kwa sababu ya makanisa, hawatachokezwa tena na watumishi, sababu watumishi watakuwa katika moyo moja, washirika watakuwa katika moyo moja, wote watatamani kusikia neno moja. Hakutakuwa na magawanyiko. Huyu anahubiri prosperity, huyu anahubiri healing, huyu anahubiri, yani kila mtu miujiza na maisha. Kila mtu wako. Sasa watu wamechanganyikiwa. Ninafaa kwenda, ninahitaji healing, ninahitaji miracles, ninahitaji deliverance. Yani mtu mwezi mmoja anaenda kwa kanisa tofauti, ama anakaa kwa runinga kwa yule pastor anataka amhubiri hiyo. Nakwambia hauwezi saidika, ndungeteithika ona nini, na ndugateithika. Utakuwa kama wale wanawali 5 wapumbavu waligoja bwana harusi, na wakati alikuja hawakuenda pamoja naye kwa sababu alikuwa ameenda kutafuta mafuta. Kutafuta mafuta ni kufanya nini? Kutafuta mafuta ni mtu yeyote yule hajaamini neno la Bwana na kujengwa nalo. Yeye anajengwa na watumishi huku na kule, anajengwa na maneno yale anataka kujengwa nayo. Hakai chini apumzike, atulie, aongozwe, ndio naye wakati wake ukifika atoke naye akaweze kuelekeza wengine. Wale 5 walikuwa wenye hekima, walienda na Kristo. Yes, mitume walienda na Kristo sababu walikuwa wenye hekima, walitembea na Kristo, walihubiri Kristo sababu alifanyika kuwa bwana harusi katika maisha yao ya moyoni. Wewe na mimi tunafaa tuweze kutambua mambo haya katika siri ile Kristo Yesu aliyokuja nayo, ndio aweze kubadilisha hali zote zilikuwako ulimwenguni, katika mawazo ya watu na katika mioyo ya watu, ndio watu waweze kutangulia kutambua na kuelewa kazi ya Kristo ndio inayohitajika hata leo tulipo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo
hivyo hawa watu inaonekana ya kwamba watumishi wa Bwana ama mitume walihubiri tu neno kutokana na kazi ya Kristo. Namba 2, walihubiri vile Yesu alishinda vita katika ulimwengu. Walihubiri vile Yesu alishinda vita. Alikuwa katika vitani na ile vita akaishinda kwa uwezo na kwa nguvu kutoka kwa Baba yake. Bwana asifiwe. Na hiyo kushinda, na hiyo kuwa na mamlaka, na hiyo kukomesha kila kitu, ndio tunaita gospel of kingdom. Bwana asifiwe. Injili ya ufalme, injili ya ufalme. Aliushinda ufalme wote kwa uwezo wote kwa siku 3, only 3 days. Akawa amebadilisha kila kitu na akasimamisha kila kitu kulingana na kila kitu mahali pake. Katika kitabu ya Acts, nataka tuende kumaliza. Katika kitabu ya Acts 1. Katika kitabu ya Acts 1 mstari wa 2 inasemaje? Until the day in which he was taken up. After that, he through the Holy Ghost had given commandments unto the apostles whom he had chosen. Hallelujah. Eneo lake igwa. Ati hata siku ile alipochukuliwa. Yes, sisi tulisoma pale juu. Katika kitabu ya Mark 16. Kutoka mstari wa 19 na 20. 18, 19, 20. Yes. No, lakini tulikuwa tumeanzia 15 to 20. Alichukuliwa akawaondokea. Nao wakaenda wakihubiri. Nayo Biblia inatuambia hapa katika kitabu ya Acts 1 number 2. Ati hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua. Aliwapa Roho Mtakatifu. Aliwatumia Roho Mtakatifu. Walifanya kazi through the Holy Spirit. Aliwapa. Number 3, sorry. To whom also he showed himself alive after his passion by many invariable proofs, being seen of them 40 days, and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Wakati ule Yesu alikufa, wakati alipofufuka, Biblia inatuambia alikuja kwa mitume siku 40. Akakaa na wao akiwafundisha. Wacha nikusomea na Kiswahili. Wale aliowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu. Wakati Yesu alipokufa, aliwatokea tena 40 days. Alikuja akawafundisha pamoja nao, akawafundisha. Na wakati alipowafundisha mambo kuhusiana na ufalme wa mbinguni, sababu alihitaji na alitaka na alitamani watu wahubiri kuhusu ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo aliwanenea mambo kuhusu concerning the kingdom of God. Aliwanenea mambo kuhusiana na ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo kuna jambo ninaweza sema. Kwa hivyo
tunaitaje gospel inahusu ni hadithi kutokana na ufalme wa mbinguni. Sio hadithi ingine yoyote, sio story ingine yoyote, ni kitu itokanayo na ufalme wa mbinguni. Sio mambo ya utajiri wa hapa ulimwenguni, sio mambo ya kuoa na kuolewa, sio mambo ya vile utatoka nchi hii na kwenda nchi nyingine kwa sababu ya shughuli zako. Ni mambo kutokana na ufalme wa mbinguni, kutokana na ile kazi ilifanyika wakati Kristo Yesu alipokuwa katika ulimwengu. The gospel ndio tunaita good news, ni news of the kingdom. Kwa nini? Wakati wa kwanza haikuwa news, wakati wa Old Testament haikuwa news, but wakati ule Christ alikuja ilifanyika kuwa good news of the kingdom of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tunapohubiri juu ya kingdom of God, tunahubiri good news, tunahubiri kazi ya Kristo Yesu ile aliyoileta, na katika hiyo kazi ikapeana ukamilifu wote kwa watu wote. Katika ile neno ninataka tumalize nayo siku ya leo, ni katika kitabu ya Luke 24. Luke 24. Luke 24:25. Luke 24:25 inasema, then he said unto them, O fools, slow of heart to believe all that the prophet have spoken. Nani hawa aliambia? Wale watu wawili walikuwa wanaenda Emmaus. Wale watu wawili walikuwa wanaenda Emmaus. Wale walikuwa wanaongea juu ya vile Yesu alikufa na sasa siku ni 3 zimekwisha. Na alikuwa amesema atafufuka. Alikuwa wananeneana, na wakati yule Yesu aliwafikia akawauliza, ni nini hii mnaongea wakati mnapotembea? Nao akawaambia, kwani wewe umekuwa peke yako? Haujui mambo yale yamefanyika ya Yesu Kristo wa Nazareti, yule aliyekufa na hii ni siku ya 3 amefufuka. Na tulikuwa tunafikiria ya kwamba ati Edi atakuwa mfalme na atakuwa mfalme na mtu wa kupigania Waisraeli. No ule marera hedeo ne Jesu uliokire urusini. Na one hende moete maguru magithi makiaragia ndeto yo. Ithu tiroigaga ati we niwe ukarwirira Israeli. Tiuga ni muthamaki wa Israeli. 26. Ought not Christ to have served those things and to enter into his glory? Wakati huo walikuwa wanaongea wakimwambia kayotura bebi kabe kayotaigwete maundu Jesu amathikiriirie wega biu. Jesu na matiramutambura na ni aya ni atumwo. Walikuwa mitume wakati Yesu alikuwa katika hai. Alikuwa na waongoza, alikuwa na wao miaka 3.5, lakini wakati alifufuka hawakumtambua, hawakumuelewa, hawakumjua. Yeye ndiye wanauliza, kae wewe utoraga ndumaini, kae wewe taigwete maundu maria mekikite ma Jesu wa Nazarethi, uri urari na hinya ona woti. Nake Jesu akimwera atiriri, ri aiguire maundu maria menamo, ng'ano itiga kuguna, hadithi hakuna wakati sitakusaidia. Hata usinene namna gani, pasipo neno la Bwana litakaponenwa ndani yako, hadithi zitakuwa hadithi tu, na utakufa nazo zikiwa hadithi. Yesu hakukubali kusikiliza hadithi zao, sababu wao hiyo ndio hadithi ile imejaa ndani yao, na hawana imani tena, hawatambui huyu ni nani wako naye. They have no faith. Hata kama walikaa naye miaka 3.5,
Akasema, oh fools, kuitwa fool si kutukanwa. Hakuwatukana kamwe. At all fools and slow of heart to believe all that the prophet have spoken. Ati akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote yaliyoyasema manabii. Sababu haya yote Yesu aliwafundisha, aliwaelekeza. Hata wakati alichagua mitume, alihubiri kuhusu Old Testament, vile manabii walikuwa wameandika kuhusu kifo chake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake, alafu glorification. Sasa hapa number 26, ought not Christ to have suffered? Ithi Kristo ndari akue, ithi Kristo ndari athenio, ithi Kristo ndari abomute iguru. Kai mutathomaga maundu maria mandikitwo ni anabii thiini wa Old Testament, tondu ndio gutiakire New Testament ni yokire kwambiriria hindi yo. Kamutathomete uria kirikaniro kiria gikuru kiugaga niguo Jesu amoragi. Ithi Jesu ndari ati no nginya angithenio, no nginya angikua, na no nginya thiko ya gatatu alioke agithomithitie atomwo maundu macio mothe. Alikuwa amewafundisha, lakini walikuwa watu hawana nini? Hawana kutambua wala kuelewa. Bwana asifiwe. Ought not Christ to have suffered those things and to enter into his glory? Na ndio ninakuambia hadithi from Genesis to Revelation si ya mtu mwingine. Hadithi ni ya Christ. Hadithi ni ya Christ. Bwana asifiwe. Hadithi ni ya Christ. Hadithi si ya mambo yale watu wanafikiria na yale wanataka, miujiza na maishara, deliverance, healing. Nejega na sikwe na Jesu ni asiekire na nicio turathoma iguru riacio na matomire mageke oguo. No riri niki kirario thiini wa maundu macio mothe marekika oguo ni Kristo. Usipoamini Kristo na kumpokea kulingana na vile neno linavyonena, miujiza na maishara sio yako. Hautatembea nayo. Hata wewe hautakuna chenye kitu chochote muujiza wala ishara ndani yako itafanyika. Hautapona sababu faith ni kuamini, na kile unapoamini ndio kinafanya kazi, na vile unavyoamini neno ndivyo linalofanya kazi ndani yako. Na lile neno ni nini? Lile neno ni Kristo mwenyewe. Haleluya. Na akiingia ndani yako, yeye ni dawa, yeye ni mponyaji, yeye ni mwokozi. Haleluya. Yeye ni uzima wa milele. Akasema, je, haikupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Yale Jesu yake atia akutane na mathina mothe na indo ciothe iria ciagiriire gukorwo ikihũthĩka niwe wakahinda kau. Niguo horo uria wandikitwo thiini wa Genesis to Malachi uweze kutimizwa. Haikuandikwa hadithi ya kuoa kwa Solomon, kwa wake wengi, madhuria na wasio madhuria. Sio hiyo mnashika na Daudi alioa na aliua na alichukua bibi ya mwenyewe. Sasa nikio wekaga maundu macio bau mothe ni urimo, tondu ndoe kiugo, tondu ndore hauna revelation. Revelation ni mgeni kwako, ndio unachukua lile neno vile unaliona na wewe unafikiria unaweza fanya hivyo. Na wakati unataka kujisimamisha unasema hata Daudi, hata Solomon, hata nani dakwera nama urite okorwo ni andu anyu we mukuo we muoyo mutwe waku akirisia kuti hakiri ni idoro uguo gicuru tondu nduri na bata kumenya
niki giki Jesu andikite niki giki kiandikitwo thiini wa Old Testament. Ngai ari no rimo muingi muno akirehe gutamburanio ria mekire. Ngai ne this is nini a types and shadows ni mambo ya hallelujah, ni mifano tu ya mambo yale yalikuwa yamewekwa mema yatakao kuja. Tukafafani yani kuita wate kuhananelio, tukafafanishiwa na mambo kama yale, ikawa ni shadows, ni vivuli za mambo mema yale yatakao kuja. Lakini watu wakaona Daudi muanji muoi wengi, Solomoni nikio wena mugwanja nikio wena eri ogokua urakarite ogokua we murakaru yule othenirio. Bwana asifiwe. Je, haikupasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Hagefika katika utukufu wake kama hagefika katika mateso yale yameandikwa katika Old Testament na nani na manabii akina nani wale walinenewa katika pumzi ya Bwana wakaweza kuandika neno. Ndukae gwiciria Ngai aragio ugwate acambia andu asa atena soke onani uria huranaga na uria arakaraga. Nasa ona utire handu Ngai arakaraga, hatire handu Ngai arakaraga tondu koni arakaraga ndangierire Kain urafatara kuhota igerio riria ri mbere yaku, urafatara kurihota agemweri agemutiganirio roguo rotara ne haku. Bwana asifiwe. Hageambia Adam and Eve, mukikula tunda la ujuzi wa mema na mabaya mtakufa hakika. Angewaachilia tu, lakini amewapa direction. Ndio unafaa kuachana nayo. Sikiliza mafundisho yangu kwenye uliaraga ulia thini wa proverb. Sikiliza mafundisho yangu. Ishikirie, ifunge singoni na hata mkononi. Divora shantara vidoleni mwako. Na usitoke ndani yake. Ugasiria Ngai yangu ukakwandikira ngano haha ate kutodo unaona Solomon akiimba wimbo wa mpendwa. Sasa unafikiria ni hivyo, sasa ni hivyo chunga. Ufunuo wa neno la Bwana umefichwa ndani ya Kristo, na uwezi kutambua kama haujajua kile prophets waliandika. Hauwezi jua. Utaitambua katikani wakati utaelewa kile kiliandikwa katika Old Testament. Ndio uchukue New Testament uweze kufungua na kulifafanua neno lolote kulingana na mapenzi ya Mungu. Hallelujah. Bwana asifiwe. Leo tunafikisha 27. Kesho yake tutaendelea. At the beginning at Moses. Yeah. Genesis 1 iliandikwa na Moses. Prophet Moses. At the beginning at Moses, at all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself. Himself ni nani? Christ. Yeah. Kutoka wakati wa Musa, kutoka Genesis, Musa na manabii walizungumzia kunihusu mimi, Christ. Yeah. Akaanza kutoka Musa ananenea nani? Ananenea hawa watu wawili walikuwa wanaenda Emmaus, walikuwa na ujinga na walikuwa watumishi wake. Akawaambia kai mutamenyaga inywe irimo ici na ithi maundu maya mothe to maria ndamutaragiria. Akimambiriria kumena, akaanza kutoka Musa na manabii wote manabii wote maririo horo wa utareketo igwe. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyo mhusu yeye mwenyewe. Ati Musa na manabii wote si walinena kuhusu mimi ya kwamba ni lazima siku moja niweze kukutana na mateso haya yote nilikutana nayo
ndio niweze kutukuzwa. Haleluya. Wewe unataka wewe ungeulizwa ungetaka tuseme vile Daudi aliua Uria akachukua bibi yake. Ogwe nugo kwa Jesu oige hau. No aroiga anafio the Daudi ale munabii. Musa ale munabii. Solomoni na Samsoni mali anabii. Na mali ile waliongea kuhusu. Kwa hivyo tunafaa tuwe watu wanao understand the scriptures. Hallelujah. Yameanena kila kitu kuhusu Christ. Bwana asifiwe. Hallelujah. Na wakati ule tuta understand the word, understand pamoja sisi wote, tutaihubiri neno ikiwa moja. Haitakuwa na hii na ile. Haitakuwa hii na ile. Ndio tuweze kuona John 3:16 upendo wa Mungu vile ulivyo juu ya maisha yetu. Siku ya kesho tutaanzia hapo na kupenda. Siku ya kesho tutaanzia hapo ndio tuanze kuona upendo wa Mungu vile ulitiririka na ukatufikia sisi kumpitia mwanae Kristo Yesu. Ndio watu wote waweze kuonyeshwa moyo wa Mungu vile ulivyo kuhusu mwanadamu. Haleluya. Na kupenda sana 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 sana, na ninasema ya kwamba kwa Mungu hakuna kipendeleo. Kwa hivyo kwa wakati huu nashukuru Bwana nikikuombea na nikiomba tumalize. Kesho tutapatana, wacha tuombe. Bwana wetu Yesu Kristo, tunakushukuru na tunakuinua. Wewe ni mfalme na wewe ni Mungu wetu. Katika mapenzi yako Bwana, tutambua neema iliyo ndani yako Bwana Jehova Jireh, tuliipokea kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Na tukawa watu wamebatizwa na ubatizo wa Roho Mtakatifu Bwana Jehova Jireh. Tukatoka katika ubatizo wa watu ule Bwana Jehova Jireh, tulikuwa tunakutana na kukusanyika katika maji mengi ndio tuweze kubadili. Wakati ule tulitambua neno lako Bwana, tuliweza kujua ya kwamba ubatizo wa maji ulikuwa tu mfano wa kuonyesha vile watu wanahitajika wazikwe na maji yale chini yake na waweze kutokea ndani ya ile maji. Lakini wakati Kristo Yesu alipokuja, alionyeshana kifo chake ni mambo ya kuamini neno Bwana, na kuamini neno lake, kufa kwake, kuzikwa kwake na kufufuka kwake katika msalaba. Na hapo ndipo baada ya hayo yote, wakati glorification iliweza kupatikana, Yesu aliwatumia mitume Roho Mtakatifu ndio aweze kuwa kiongozi na mwenye mamlaka yote katika mioyo yao. Ninakushukuru wewe Bwana wetu Yesu Kristo kwa uwezo wote na nguvu zote na mamlaka yote, katika wingi wa neema na wingi wa mapenzi yako yale umeonyesha watu wote, na wote wale wameamini mambo haya yote Bwana, wamefanyika kuwa wana na wamefanyika kuwa waaminifu katika ufalme wako, wamefanyika kuwa wana Bwana, na wamepokea uzima wa umilele. Ndani yao kuna neema. Ninakushukuru Bwana kwa sababu yote yawezekana ni kwa sababu ulitenda kazi moja ya kutosha kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninawaombea watu hawa waende wakiwa wanaandamana na amani iweze kuwa ndani yao, ndio furaha yao, ndio wema wao, ndio yani joy iweze kuwa nyingi na kitu ya kupendeza ndani ya maisha yao. Na wakati wowote Bwana waweze kuwa na nafasi ya kutorokea na si mahali pengine. Bwana wetu Yesu Kristo, ni katika neno lako, katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen.